بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika makosa yanayofanywa na baadhi ya wenye kusali, qira'atul Qur'ani fi ruku'i was-sujud, kusoma Qur'ani katika rukuu na sujudu. Wadhālika manhiyun anhu, na jambo hilo limekatazwa. Kusoma Qur'ani katika rukuu na sujudu ni jambo limekatazwa. Lima rawa ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. fahamuni, mimi nimekatazwa kusoma Qur'ani hali ya kuwa ni mwenye kurukuu au mwenye kusujudu. Alhadith rawahu Muslim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. متوم صلى الله عليه وسلم amenikataza kusoma Qur'ani raki'an au sajida, hali ya kuwa ni mwenye kurukuu au mwenye kusujudu. Rawahu Muslimun wa ghayruhu. Kwa hiyo ibada ya kurukuu na kusujudu haitakiwi kusoma Qur'ani, ni dhikri. Amma rukuu fa'adhimu fihi rabba. Mtume sasa anasema katika kurukuu muadhimisheni Allah, msome dhikri ile subhana rabbiyal azim au subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli, lakini sio kusoma Qur'ani katika rukuu wala si kusoma Qur'ani katika sujudi. Isipokuwa anasema maulama, mtu anaposoma aya za dua katika sujudu, katika kusujudu ni sunna baada ya dhikri ya sujud, halafu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni sunna, sababu ni mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Allah, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Mahali ambapo mtu anakuwa karibu sana na Allah ni pale anaposujudu. Kwa hiyo kithirisheni dua katika kusujudu. Hasa dua, mtu akisoma dua zilizo katika Qur'ani anakusudia dua, hakusudii kusoma Qur'ani. Hiyo inajuzu mtu kumuomba Allah kwa dua za Qur'ani, na ndio aula kuomba kwa dua za Qur'ani: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidin. Ni dua zilizo katika Qur'ani, yajuzu kuziomba pale katika sujud. Lakini kusoma Qur'ani kwa nia kwamba unasoma Qur'ani katika sujud na rukuu, hilo jambo limekatazwa. Kadhalika kosa jingine, raf'ul basari ila samai fi salah, kuinua macho juu katika sala. Mtu anasali huku macho yake anainua juu, anaangalia juu, ni jambo limekatazwa. Na baadhi ya ni katika makosa yanayofanyika kwa baadhi ya watu, kuangalia juu huku anasali. Au sarful basari yaminan au shimalan min ghairi haja, au kugeuza macho upande wa kulia au upande wa kushoto bila ya haja yoyote au bila ya dharura. Mtu anaposali anatakiwa aangalie mahallu sujudihi, mahali pa kusujudi kwake kuanzia mwanzo wa sala mpaka mwisho, isipokuwa katika tashahud aangalie kidole chake cha musabbiha, lakini asiangalie upande wa kulia au upande wa kushoto au juu, min ghairi haja, bila ya haja yoyote wala dharura yoyote. Qala amma raf'ul basari faqad nuhiya anhu wa tu'ida alayhi, ama kuinua macho juu huku kumekatazwa na kumewekewa makamio makali
kwa mtu anayeinua macho juu ndani ya sala. Faqad rawa Jabir ibn Samurah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. na hapa watakoma watu wanaoinua macho yao juu katika sala au macho yao hayatarejea kwao. la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah au la tarji'u ilayhim. na hapa kwamba watu watakoma wale wanaoinua macho yao juu katika sala au macho yao hayatarejea kwao, yani atachukuliwa macho akirudisha chini aone macho hayaoni kwa sababu ya makatazo haya. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba ni jambo lina madhambi makubwa, jambo hilo la kuinua macho juu na huku mtu anasali. wa amma liltifatu min ghairi haja fahuwa munqisun li salati al-abdi idha lam yakun kamilan bijismihi ila jihatin ukhra. ama kuzunguka mtu bila ya haja yoyote, jambo hilo linapunguza thawabu za sala ya mtu. idha lam yakun kamilan bijismihi ila jihatin ukhra, isipokuwa kuzunguka huko ni kamili, mwili wake kamili kuelekea upande mwingine. yani amezungusha uso peke yake, hakuzungusha mwili wake kamili, hapo ndio itakuwa thawabu za sala yake zinapungua. mtu anasali amezungusha uso wake au amezungusha kitu chake chochote lakini sio mwili kamili, hapo thawabu za sala yake zitapungua. fa inkana, ikiwa ni mwili kamili ameuzungusha upande ambao sio qibla, fatabtulu bihi sala, sala itabatilika. kwa hivyo ikiwa atazunguka mwili wake kamili upande ambao sio qibla, hapo sala hiyo itabatilika. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. أما عائشة سمى نلموليزا متومي والله صلى الله عليه وسلم كهوسو كزنغوشا أوسو كتك صالة. فقال متومي كسمى هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد, ni kupora ambapo shaitani anaipora sala ya mtu. shaitani anaipora sala ya mtu na kuichukua sala ya mtu, ndipo mtu anazungusha uso wake ndani ya sala. Sasa hii ni kwamba amezungusha uso tu, ndio huyo shaitani anaipora sala yake, kuonesha kwamba thawabu za sala yake zinapungua. وللترمذي وصححه إياك waliltifata fi salah fa innahu halaka. tahadhari kuzungusha uso katika sala, kwani ni kuangamia kuzungusha uso huko ndani ya sala. iyaka waliltifata fi salah, tahadhari kuzungusha uso katika sala, fa innahu halaka, kwani jambo hilo ni kuangamia. qala wa fil iltifati hadithu ukhra, katika kuzungusha uso kuna hadithi nyingine nyingi zinazokataza jambo hilo la mtu kuzungusha uso katika sala, aidha upande wa kulia au wa kushoto. kosa jingine al-iqa'u fi salah wa iftirashu dhira'aini fi sujud, kikao cha iqaa katika sala na kutandika mikono yake katika sujudu. al-iqa'u fi salah waftirashu dhira'aini fi sujudi, kikao cha iqaa katika sala pia na kutandika mikono yake katika kusujudu. fal iqaa manhiyun anhu, kikao hiki cha iqaa kimekatazwa. lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala nahani khalili an thalathin, nahani an nuqratin ka nuqrati diki wa iqa'in ka iqa'il kalbi waltifatin kaltifati thalab. Mtume amenikataza mpenzi wangu mambo matatu. nahani an nuqra ka nuqrati diki, amenikataza kudona kama kudona kwa jogoo. wa iqa'in, na hiyo iqa'a kikao cha iqa'a kama kikao cha mbwa
hiki kina sura 3 takriban, kikao hiki cha iqaa ambacho kimekatazwa katika sala. Aidha mtu ni kukalia makalio yake na kusimamisha miguu yake kama vile mbwa anavyoketi, hiyo pia inaitwa iqaa. Hakadha hadha iqaa, hili katika sura za iqaa ndani ya sala. Ndani ya sala kukaa hivi ni iqaa, au kukalia visigino. Kukalia visigino pia ni katika sura za iqaa, lakini kukalia visigino ni sunna fil julusi baina sajdataini. Mtu anapokaa baina sijda mbili zile, anasujudu sijda ya kwanza halafu anakaa pale, ya juzu iqaa kukalia visigino, yani kusimamisha vidole na kukalia visigino. Hakadha hii sunna, hii ni sunna katika julus baina sajdataini, kusimamisha vidole na kukalia visigino ni sunna hii baina sajdataini, lakini haitakiwi katika tashahud iwe ya kwanza au ya pili kukalia visigino na kusimamisha vidole vya miguu. Hii pia ni katika sura ya iqaa, sawa, lakini ni sunna fil julusi baina sajdataini. Kikao kingine cha iqaa ni kutandika miguu yake hivi na kukalia makalio yake, hii pia ni iqaa, haitakiwi katika sala, sawa. Hivi vyote ni vikao ambao mbwa ndivyo anavyokaa, anakalia makalio yake na kutandika miguu yake hivi. Hadha kadhalika sifatul iqaa ambayo pia ni manhiyun anha. Pia waltifatin kaltifati thalab, mtume amenikataza kuzungusha uso kama kuzungusha uso kwa thalab. Thalab ni yule mnyama ambaye mara kwa mara anakula kuku, kuingia katika vibanda vya kuku na kuchukua. Sasa yule ana iltifat, kuzungusha uso wake asije akaonekana kwamba anakula kuku. Kwa hivi ni vikao, ni sifa ambazo mtu anakatazwa navyo katika sala, kwa sababu vinafanana na wanyama. Kudona kama kudona kwa kuku, yani mtu hasujudu vizuri wala hamalizi ile dhikri na tasbihi ya sujud, tayari ameshainuka, anadona tu na kuinuka. Hiyo ni nuqratid-dik, na hicho kikao cha mbwa, na hiyo iltifat, kuzungusha uso mara kwa mara kama kuzungusha kwa huyo thalab. Alhadith rawahu Ahmad wa hasana isnadahu al-Mundhiri wal Haythami. Wa naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sab'. Pia mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mtu kutandika mikono yake kama vile wanyama wale wakali wanavyotandika mikono yao. Hii ni katika hali ya sujud. Akisujudu mtu mikono yake asitandike hivi katika ardhi, asitandike hivi alafu akasujudu kwa kichwa. Mikono inatakiwa iwe juu, ainue mikono yake, ni vitanga peke yake ndivyo vinakuwa katika ardhi, sio mkono mzima hivi alafu unasujudu. Makosa haya pia yanafanyika kwa baadhi ya watu, kama mtu analala pale wakati wa kusujudu, hili jambo limekatazwa. قال مختصر من حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعند الترمذي وأحمد وغيرهما عن جابر رضي الله عنه مرفوعا إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. akisujudu mmoja wenu na akae pale sawa sawa, asujudu hali ya kulingana sawa kwa kuinua mikono yake. Wala yaftarish dhira'aihi, asitandike pale mikono yake iftirash alkalbi, kama mbwa anavyotandika mikono yake. Kosa jingine la 13, lubsu thiyabi shaffafa allati la tasturu al-awra, kuvaa nguo inayoonesha mwili, nguo ambayo haistiri tupu. Lubsu thiyabi shaffafa allati la tasturu al-awra, kuvaa nguo shaffafa ile inaoonesha mwili ambayo la tasturu al-awra, haistiri tupu yake. Qala wadhālika mubtilun lis-salah, kosa hilo linabatilisha sala. Lianna satra al-awra min shuruti sihhati as-salah, sababu kustiri tupu ni katika masharti ya kusihi sala. Lazima kila mtu, mwanamume na mwanamke, wastiri tupu zao.
Wa haddu awrati ar-rajul, na mpaka wa tupu ya mwanamume, ala sahih, kwa kauli sahih, minasurrati ila ar-rukba, ni kutoka kitovu mpaka kwenye magoti. Hiyo ndio awratu ar-rajuli. Kustiri mtu tupu yake ni kustiri kuanzia kitovu na nyuma huku mgongoni, ila rukba, mpaka kwenye magoti. Wakadhalika yajibu alayhi satrul atiqaini au ahadihima, vile vile ni lazima kwake kustiri mabega mawili. Ni lazima mtu anaposali astiri mabega yote mawili, liqauli Allahi ta'ala, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu vaeni mavazi yenu kamili wakati wa kila sala. Kila mtu anaposali avae vazi lake kamili linalostiri tupu yake na mabega yake, sababu Mtume amekataza mtu kusali na mabega yako wazi. Sasa kuna baadhi ya watu wanasali na vesti, zile vesti ambayo haikustiri mabega, ina mstari tu hapa, uzi mmoja wa hapa, mabega yote yako wazi. Hasa mtu anaposali nyumbani anasikia joto. Sasa wengine wanasali na vesti, wengine wanasali tumbo wazi. Sio vesti, tumbo wazi mtu anasali, manake kwa raha zake nyumbani kwake, anajifungulia feni, amefunga tu hapa saruni yake mpaka hapa, eti anastiri kitovu, kuanzia kitovu na magoti. Sasa anavaa ile kikoi chake mpaka hapa, huku kote kuko wazi. Anasali mbele ya Allah, huyu anamuomba Allah, na huku yuko wazi, na ana kanzu zake kabatini 20 na mashati yake 40 havai. La, anasali vile eti anamuomba Allah. Kweli mtu anamuomba Allah hivyo? Mtu yuko wazi huku kote anamuomba Allah, asali amuomba Allah. Wamuomba vipi Allah? Waweza ukatoka ukaenda ukaomba kazi kifua wazi. Umekuja bosi, nataka kazi, kifua wazi huko, umevaa saruni tu, umejifunga hapa, uenda kuomba kazi, wewe si atakuona una wazimu wewe. Sasa je, mbele za Allah vipi mtu atasali amestiri tu huku kote kuko wazi? Nishamuona mtu hivyo, nishamuona mtu ndani ya msikiti anasali hivyo. Sijui ilikuwa anasali sunna yule, bila shaka anasali sunna, amejifunga tu hapa, amevaa sawa kikoi chake, huku kote kuko wazi huko. Waislamu tuko hivyo. Sasa Allah asema, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu vaeni mavazi yenu wakati wa kila sala, mvae mavazi yenu vizuri. Wayujziu bithaubin wahidin yasturu al-awra, inatosheleza nguo moja inayostiri tupu. Kama mtu ana kanzu yake nzuri inastiri tupu, avae, inatosha hata kama ni moja. Lakini kwamba unasali huku kote kuko wazi, unasali umestiri hapa tu kwenye tupu, hiyo sala ya vipi hiyo? Lima rawa Umaru ibn Abi Salama radhiyallahu anhu annahu raa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli fi thawbin wahidin fi baiti ummi Salama. Alimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisali kwa nguo moja katika nyumba ya Ummu Salama. Qad alqa tarafaihi ala nafsihi, ameweka ncha zake mbili juu ya nafsi yake. Nguo kama hii unasalia, kanzu unasalia moja tu, unasalia imestiri mabega, imestiri tupu yako, lakini unasali huku mabega yako wazi, hiyo sio sala hiyo. Qala ibn Qudama, walwajibu satru bima yasturu launa albashara, wajib ni kusitiri vazi ambalo linastiri rangi ya ngozi isionekane. Fa in kana khafifan, ikiwa ile nguo ni khafif, yubayinu launa aljildi min waraihi, nguo ile ni hafifu, inabainisha rangi ya ngozi kwa nyuma yake. Fayu'lamu bayadhuhu, hujulikana weupe wa ngozi yake, au humratuhu, au wekundu wa ngozi yake. Lam tajuzi salatu fihi, haitafaa kusalia nguo hiyo ambayo inaonesha rangi ya ngozi. Lianna satara la yahsulu bidhalik, kusitiri hakupatikani kwa hivyo unavaa nguo inaonesha kila kitu. Ngozi inaonekana kwamba wewe rangi yako ni nyeupe, rangi yako ni kadha,
hiyo nguo haijastiri mwili, haitafaa kusalia. Lianna satra la yahsulu bidhalik, kusitiri hakupatikani kwa hivyo kwamba ngozi ya mwili pia inaonekana, kwa sababu ya nguo yenyewe imekuwa ni hafifu, nyepesi, kiasi cha kwamba mwili, rangi ya mwili pia inaonekana. Intaha kalamuhu Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam.